Kichwa cha somo kinasema kuzishinda hali, roho ama shida ama matatizo. Ina bracket, kuyashinda matatizo yanayotokana na familia tulikotoka. Matatizo mengi yanayowapata watu yanatokana na familia walizozaliwa. Moja. La pili, familia walizolelewa, kwa hiyo malezi. La tatu, familia walizokuzwa ama jamii iliyowakuza. Kwa hiyo mambo makubwa matatu yanachangia zaidi ya 50% ya matatizo ya watu unayoyaona. Jambo la kwanza ni alizaliwa wapi. Waliomzaa walichangia kwa kiwango kikubwa kwenye maisha yake. Jambo la pili, waliomlea. Inawezekana hakuzaliwa na hao, ila waliomlea sio waliomzaa. Na jambo la tatu, jamii iliyomkuza. Makuzi, mahali alilelewa kwa kukua. Na naposema makuzi, na maanisha ukoo, jamii, mbari, na maanisha kabila, na maanisha familia, na maanisha community or society iliyokukuza. Na nilipokuwa na tafakari, nimegundua na kuona watu ambao wanashabikia mila walivyo katika hatari kubwa na matatizo mengi ya maisha yao. Lakini Mkristo ukishaokoka, umetengwa mbali na mila za kweli, umetengwa kabisa mbali na jamii na mila ya kwako. Kuna mambo ambayo kwa namna ya kawaida hayapaswi kabisa kuwa sehemu ya maisha yako. Unaweza ukashiriki mila leo, usiyaone matatizo yanayotokana na ushiriki wako kwenye mila, lakini nakwambia kizazi cha pili na kizazi cha tatu na cha nne kinaweza kuja kuyavuna uliozalisha bila wao kujua. Kwa mfano, sisi wengi leo ambao jamii zetu ziliacha mila zao kwa miaka mingi iliyopita, wengi wetu sasa tunateseka na kutaabika na mila za jando, kutairiwa kwa wanaume, kwa wanawake, na matambiko mbalimbali yaliyofanywa na jamii zilizopita. Moja kati ya machukizo makubwa mbele za Mungu ni wakati mtu anamreplace Mungu na sanamu. Hakuna kitu kinamuuzi Mungu sana, hakuna kitu kinamkasirisha Mungu sana kama wakati mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu anapomweka mtu ama kitu ama sanamu mahali pa ibada. Na mila zote huwa zinamuondoa Mungu na kumweka shetani mahali pa ibada. Mila zote huwa zinamtoa Kristo kwenye mahali patakatifu pake na kumreplace shetani. Na naposema shetani, watu wengine wanaweza kukataa, wanasema sio shetani. Naomba nikwambie, chochote utakachokiweka mbadala na Yesu Kristo kukipa heshima ya ibada, hicho kitu tayari kinaitwa shetani, hata kama ni mti. Biblia inasema hawa wanaabudu sanamu na miungu isiyosema. Mambo manne nataka kuzungumza na wewe yanayochangia sana matatizo. Jambo la kwanza ni asili ya mtu. Ezekieli 16 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Jambo la pili ni safari ya mtu na Mungu. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 28 mstari wa kwanza mpaka wa mwisho, na kitabu cha Mwanzo mlango wa 12 mstari wa kwanza mpaka wa 10. Utaona safari za watu wawili tofauti. Utaiona safari ya mzee Abraham pale kwenye Mwanzo 12, na utaona Mungu anaweka agano jipya. Mungu anapomuita Ibrahimu anaanza safari na yeye. Bwana asifiwe. Na jambo la tatu ni vikwazo katika imani, na jambo la nne ni ujuzi na ufahamu katika uwanja wa vita. Haya maeneo adui anafanya uharibifu sana. Watu wengi sana wamemcha Mungu na wamempa Mungu maisha yao, wanafikiria maisha yao yatapata majibu kutoka kwenye maombi. Tuna kizazi ambacho kimedanganywa na wahubiri wa leo wajanja wasiotaka kutembea katika kweli. Watu wengi sana wanafikiria maombi peke yake yataleta majibu. Kwa hiyo wengi wamekimbilia kwenye maombezi, na wahubiri hawa hewa wanawadanganya watu na wamewaweka mahali pa uhitaji. Kinachosubiriwa kikichelewa kinamtia mtu katika mtego. Ukisoma kitabu cha Ezekieli 16 mstari wa kwanza, anasema mwanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake, useme Bwana asema hivi, asili yako na kuzaliwa kwako kutokana na nchi ya Mkanaani. Mwamori alikuwa baba yako na mama yako alikuwa Mhiti. Anaposema kitovu chako hakikukatwa, anamaanisha nini? Anamaanisha haukutenganishwa na desturi na tabia na jamii ya kwenu. Mwanadamu, mwambie Yerusalemu, mwambie Israeli kwamba siku ya kuzaliwa kwake kitovu chake hakikukatwa. Ili andiko linasimama kwenye haya mambo yote makubwa mangapi? Manne niliyoyasema. Nimesema jambo la kwanza ni asili yako.
inakuchelewesha. Anasema mwambie. Kwa nini? Ngoja, kwa nini? Anaenda hapa chini anasema hivi, kuzaliwa kwako kwatokana na Mkaanani, Mwamori alikuwa baba yako na mama yako alikuwa Mhiti. Maana yake ni nini? Baba yako alikuwa mchawi na mama yako alikuwa mganga wa kienyeji. Babu yako alikuwa mwizi na bibi yako alikuwa malaya. Unafikiria unaitwa familia ya kwenu, jina la kwenu unaitwa Masawe, lakini kwa kweli baba yako hakuwa Masawe. Wewe ni mtoto wa Makonde fulani aliyekuwa anafanya kazi fulani pale, alimpa bibi yako mimba, lakini Makonde akaenda ukabaki ukiitwa Masawe. Baadaye ukakuwa Masawe, ukaolewa na Mangowi au ukaolewa na Mbando, alafu ulipoenda mbele kidogo babu yako naye akawa mchawi akakuweka kwenye maagano. Kwa hiyo ukija kuangaliwa ni mkorogano wa aina fulani ya jamii. Kwa hiyo asili inachangia sana, lakini jambo la pili ni safari ya mtu na Mungu. Wakati mtu anaitwa na Mungu hapa, najua kila mtu aliyeko hapa kuna mahali alianza safari yake na Kristo. Watu wengine uliokoka kwa sababu mama yako alikuwa ameokoka. Watu wengine mliokoka kwa sababu baba yako alikuwa ameokoka. Lakini watu wengine mliokoka kwa sababu mlikutana na matatizo. Watu wengine tuliokoka kwa sababu tulikutana na shida. Kwa sababu ya matatizo yako kaambiwa njoo kwa Yesu, ukiombewa utapona. Kwa ulipokuja kwa Yesu ulikuja na mtazamo wa jicho moja. Kumbe yale matatizo yalikuwa tu ni sehemu ya mkono wa Mungu kukuvuta kuja kwake, na waliokupokea wakakuonyesha matatizo tu. Kwa wewe ukawa ni mtu ambaye unataka matatizo tu yashughulikiwe. Utambulisho wako, safari yako na Mungu ulianza kama mtu mgonjwa na daktari. Kwa hiyo Mungu ulimuona kama daktari na wewe ulijiona kama mgonjwa. Kwa hiyo haukupata mafundisho. Ndio Biblia inasema hapa, kwa sababu hakuna aliyekukata. Kwa habari ya kuzaliwa kwako, hakuna kitovu chako hakikukatwa. Ukuonyeshwa sawa, umesha kuja kwa Yesu, umepona. Ulikuwa unaumwa jino, ulikuwa na shida hii na ile, sasa huku kwa Yesu ni vita. Mimi huwa nawahurumia sana na hapo yaona makutano yanamwandama mhubiri mmoja, yanamwandama nabii, yanamwandama askofu, yanamwandama mwalimu, yanaandama kitu fulani. Watu wamekuwa maarufu, redio fulani zimekuwa maarufu, lakini baada ya muda hizo redio zitaondoka tu na wale watumishi wataondoka tu, lakini wewe maisha yako yanabaki. Kwa kama ulikuwa unamuona Yesu na Mungu kama daktari, lazima pia uwe umefundishwa kumuona Mungu pia kama mwanajeshi. Lazima ufike mahali uwe unamuona Mungu kama hakimu, lakini pia umuone Mungu kama mtoza kodi, kama TRA. Unapoenda mbele za Mungu ukiwa na jicho moja, unamwangalia Mungu kama daktari, kama nesi, utakuwa unategemea kila ukifika pale akugongegonge mgongo, akuambie sasa wapi panauma, unajua nilipona kichwa, sasa naumwa mafua, anakupa dawa ya mafua. Kesho kutwa tena unakuja sema kichwa na mafua vilipona, lakini tumbo linavuruga. Kwa sababu ngoja nikueleze, maisha ya mwanadamu as long unaishi, matatizo hayaishi. Alimradi wewe uko duniani hapa na unaishi, matatizo hayaishi, shida haziishi. Yani kila siku, kwa kuwa Yesu ni Bwana mganga, ni tabibu wa karibu, ni mponyaji wako, ni sawa. Lakini lazima ujue pamoja kwamba Yesu ni tabibu, pia Yesu ni mlinzi. Ili ubadilishe mentality na ufahamu wako na fikra zako juu yake, lazima ufundishwe. Anasema hakuna aliyekuhurumia akakufundisha kwamba unajua bwana, pamoja na kwamba umempa Yesu maisha, lakini pia Yesu ni toza ushuru, Yesu ni bwana kodi, anataka sadaka. Ukiingia kwake baada ya kupona, kuna sadaka ya shukurani, lakini pia akikubariki kuna sadaka ya fungu la 10. Na hiyo sio mjadala, sio ombi, sio maneno, sio mazungumzo, ni lazima. Badala yake leo watu hawatoi sadaka kwa moyo wa kumpenda Mungu na kumheshimu Mungu. Huwa wanatoa sadaka kwa ahadi wanazopewa na nani? Na watumishi. Unakuta mtu anahamasika moyoni kutoa sadaka, hata anaweza akatoa sadaka kubwa kuliko fungu lake la 10 kwa sababu tu amehamasishwa na mhubiri. Na Biblia inasema yeye Mungu huwa anawapenda wanaotoa kwa moyo wa nini? Wa kupenda, sio kwa moyo wa kushawishiwa. Mahali pengine Mtume Paulo anasema sijaja kwenu na injili ya kushawishi maneno. Anasema nimekuja kwenu kwa ishara na dalili. Kwa nini? Kwa sababu Mungu pamoja kwamba ni tabibu, pia ni daktari. Pamoja kwamba ni daktari, pia ni TRA, ni mtoza kodi. Pia pamoja kwamba ni daktari, pia ni mwalimu akufundishe. Na mwalimu huaga na vitu viwili, huwa na kalamu ya kuandika ama choki ya kuandika na fimbo. Mwalimu asiye na fimbo mwanafunzi hawezi kuelewa. Na Wakristo wengi hawapendi Mungu kwao kama mwalimu. Mungu akianza kuwafundisha vitu hawapendi, huwa wanang'ang'ana, wanakataa. Nakumbuka wakati Mungu ameniita ndio najifunza utumishi huu.
Unajua Titus, unaniona leo unafikiri nimetokea tu, unafikiri nimechipuka nikatokea. Lakini wakati Mungu ananiita, nilikuwa kijana, dunia ilikuwa imejaa tamaa za mali. Nilikuwa naishi kwenye mji unaitwa Mererani. Mali palikuwa na kila aina. Yani wanawake walikuwa kama Mererani, ndio mahali panakuja kuuzwa wanawake. The production. Yani wanawake warembo walikuwa wanazaliwa Msoma, wanaletwa Mererani. Wanazaliwa Dar, wanaletwa Mererani. Yani ulikuwa unakutana wanawake, unajiuliza hawa wanawake wamezaliwa ama waliumbwa? Ni watu ama ni majini? Yani kila siku kuna wanawake wapya. Mererani palikuwa kila baada ya nyumba mbili pana baa. Kila baada ya nyumba mbili pana baa, pana kioski. Jioni kama hivi ikifika ni mapikipiki yamezagaa mtaa mzima. Kuna pesa. Wale ambao ni wakubwa kidogo wanajua hela ya Mererani. Vijana wa Mererani walikuwa wakija Arusha mjini, Arusha inanyamaza kimya. Wakienda Moshi, Moshi inanyamaza kimya. Kila kijana ana pesa na kila mtu alikuwa na fursa ya kupata pesa. Kwani kwa sababu madini yalikuwa mengi na udhibiti wa serikali ulikuwa mdogo, na wakati huo madini yalikuwa mengi, watu wanachukua tu udongo barabarani, wanachekecha, wanapata mawe. Nakumbuka mtoto wangu Vai ameenda shuleni, nikamhamisha, maana kasichana kakiwa darasa la pili, tunakutana nako kijiweni, kanachekecha mawe, kamekuja na madini. Kanamwambia mamake, mama, dini langu umeliona hili? Nikajua hapa sina msichana. Amefika darasa la 4 la 5 kwa nguvu kubwa, nikamhamisha. Namhamisha nampeleka wapi? Alikuwa anasoma shule za Ngumbaru. Nikasema mara 100, pamoja na kwamba kuna senti Kayumba huku Mererani, nimtafutie huko mjini na pahali. Nikampeleka kwa mtu, nikawa natembea nakuja mjini kumwangalia mtoto na kurudi. Shule ya kawaida tu ya msingi. Ndio Violet akaweza kusoma, maana mtoto wa kike alikuwa hawezi kusoma. Alafu na mimi ni kijana. Hebu fikiria, niko hivi unaniona. Ukiondoa miaka 30 kwenye maisha yangu nilikuwaje? Yesu aliniita, yani miaka 30 iliyopita nikaanza kumtumikia. Alafu ninamtumikia katikati ya pesa nyingi. Alafu watu wote mnaokutana nao kanisani wanafanya biashara ya mawe na kila mtu anapata pesa. Na mimi nimeenda pale kutafuta pesa, lakini sitaki. Mungu anaanza kunifundisha, nimekuita kama mtumishi wangu. Namwambia Mungu, hapana, mimi naomba hivi, niruhusu tu, nitakuwa nakupa hela kwa ajili ya kazi ya Mungu, lakini mimi nisihubiri, maana ni mjanja wa kutafuta pesa. Wakati huo nina mgodi tayari, niko na rafiki yangu tuna mgodi, na sio mmoja, mingine tunahudumia. Mungu ananiambia utaki discipline. Na kuambia Mungu usipomuona kama mwalimu akiwa na kalamu, akiwa na fimbo. Mungu huwa ni baba, lakini pia Mungu huwa ni mama. Mungu huwa pia ni kaka, lakini pia Mungu huwa ni mjomba. Mungu huwa pia ni babu, lakini pia Mungu huwa ni askari jeshi. Mungu pia huwa jaji, Mungu pia huwa hakimu. Safari ya mtu na Mungu inaathiri maisha yake. Mtu anakaa kwa Mungu miaka 10 hajafundishwa. Yaani unakutana na mtu amekaa kwa Yesu miaka 20 hajafundishwa tofauti ya mhubiri na Yesu. Yaani yeye anajua. Yaani unakuta mtu anafika mahali anajitambulisha kwa jina la dhehebu. Unajua bwana asifiwe sana, mimi ninasali kanisa fulani. Yaani yeye kwa sababu kule kwao kuna madhehebu mengine yanashambulia manabii, yanashambulia wachungaji, lakini na yenyewe yale madhehebu ni madhehebu makubwa, yametukuza majina ya madhehebu yao, kama vile vile pia manabii walivyotukuza majina ya nani, ya huduma zao. Nakumbuka ikafika mahali sina hela, maisha ni magumu, lakini lazima niende kwenye Injili. Ikafika mahali sasa siwezi kufanya niyapendayo. Nakumbuka siku moja nimeamriwa na Bwana niende nifanye jambo fulani, nikakataa. Yaani nimekaa hivi na mimi nilipokataa ninaenda kwenye maombi kulipinga. Nimeenda kwenye maombi ninaomba, yaani niko kwenye maombi nikauona mkono umekuja. Kipisi cha mkono hiki. Alafu ile neno linasema mkono wangu si mfupi hata ushindwe kuokoa. Kumbe mkono wa Bwana ambao haushindwi kuokoa, pia mkono huo sio mfupi hata ushindwe kuadhibu. Ukaja ukanishika, kilichonipata ni mimi na Mungu wangu. Nikatoka pale nikamwambia Bwana, unamruhusu shetani anishambulie kwenye maombi? Roho Mtakatifu ananiambia hapana, sio shetani, ni mimi. Nilikwambia ufanye hivi utaenda. Yaani ilikuwa Roho Mtakatifu ananiambia mpe yule mtu kitu fulani, nikikataa kumpa ninajua nina adhabu. Unajua wewe leo hii una sadaka, Mungu anakuambia mpe huyo kaka 10,000, unakataa. Una hela, mpe huyo dada viatu vyako, unakataa. Yaani mimi nilikuwa ukiniambia, Mungu akishasema na mimi mpe fulani viatu vyako, nilikuwa navua na kumpa. Maana nilikuwa nikikataa tu kumpa viatu, baadaye sivikuti. Nakuta kimoja kimechukuliwa na mbwa, kimepotea. Mungu huyu ambaye ni daktari, Mungu huyo pia ni nani? Ni polisi. Vikwazo vinavyotokana na njia ya imani. Matatizo mengi yanawapata watu kwa sababu walipookoka walikutana na watu matapeli wa kiroho. Wewe unajua mtu ni mchungaji, ukamimina moyo wako, Bwana asifiwe jamani. Yaani ukampa mchungaji moyo, ukampa na mawashiwashi, ukampa na nini na figo. Akatafuna mchungaji vyote. Alipomaliza
anatema tu, anasema hata vilikuwa vina mchanga. Unaanza kutukana wachungaji, lakini kabla hujawatukana unahama hilo kanisa, unahamia jingine. Unakutana na nabii, kwanza anakuchapa unabii, kwambia wewe mama, wewe kaka, anakuyeyusha kabisa, unaamini huyu ndiye mtumishi wa Mungu wa nini, wa kweli. Anakuambia sasa, unaona nyumba ya mume wako, kakope mkopo tufanye biashara. Mimi na wamama wengi, ameiba hati ya nyumba ya mume wake, ameenda kukopa mkopo, amedanganywa na nani? Na mchungaji, na mchungaji amemwambia Bwana ameniambia utapata faida. Na dada mwingine Dar es Salaam, nimekaa na nabii hivi, nabii anapigiwa simu na mkuu wa kituo cha polisi, hizi pesa ambazo mlimnyang'anya umama mnatakiwa mrudishe ama tuwafuate huko mliko. Nabii akakata simu, akamwambia wewe afande usinibabaisha. Akakata simu. Nikamwambia nini nabii? Asema kuna mama mmoja bwana tulienda kuhubiri. Ikawaje? Sasa mwenzangu pale bwana akapiga unabii, akamtwanga yule dada unabii. Ikawaje? Dada alikuwa na biashara yake pale Sinza. Ikawaje? Akaambiwa atoe biashara sadaka ya kujimaliza. Ikawaje? Dada akaenda akauza kila kitu, mali zake zote. Yaani alikuwa na biashara yake kama ni duka, akaliuza jumla. Alafu akaleta hela zote kwa nani? Kwa nabii. Usiwahi kuunganisha matatizo ya watu na Mungu wako. Usiwahi kumuona Mungu amekosea watu wanapokukosea. Usiwahi kumpa mtumishi wa Mungu nafasi ya Mungu wako. Nasema hivi nikiwa mtumishi wa Bwana, sema amina kama unanielewa. Muache mtumishi wa Mungu abakie kwa nani? Mtumishi wa Mungu. Muheshimu kwa nafasi yote, lakini akikosea muweke kwenye hicho chumba chake. Muache abaki hapo. Usitukane serikali kwa sababu ya mtendakazi wa serikali. Na jambo la nne ambalo nimesema, maarifa katika uwanja wa nini? Wa vita. Tunapoanza safari hii ya kutengeneza na kurekebisha matatizo yanayotokana na nani? Na familia. Ni muhimu sana kujua hauwezi kumsaidia mtu. Sikiliza, huwezi kumsaidia mtu mwingine atoke kwenye tatizo ambalo wewe haujatoka. Huwezi kumsaidia mtu atoke kwenye tatizo ambalo wewe hujafanya nini? Hujatoka. Tafadhali jitahidi kumsaidia mtu aondokane na matatizo ambayo wewe tayari umefanya nini? Umeyashinda. Mara nyingi sana huaga sisi, na ngoja nikuonyeshe, wewe angaliaga watu wengi ambao huwa wanazaliwa kwenye familia na wanaanza kubeba mizigo ya wengine, huwa wanakufa mapema. Waangalie wadada ambao wao walianza kuwasaidia ndugu zao wakaachana maisha yao. Wao walichelewa kuolewa ama hawakuolewa kabisa, kwa sababu walitia bidii kuwasaidia watu wengine wakaacha maisha yao wenyewe. Sikiliza, usiwahi kujaribu kuwasaidia watu watoke kwenye matatizo yao yanayotokana na familia kabla wewe hujayashinda yale matatizo. Watu wanaanzaga, mimi dada yangu naanza kumsomeshea watoto. Immediately ukianza kusomesha watoto wake, immediately ukijiwekeza, na ngoja nikwambie, shetani huwa anatengeneza namna atakavyokuumiza. Huwa anawaruhusu watu wapite kwenye maisha yako, wakunyonye mpaka mfupa, wakiisha kukukausha wanakusema vibaya. Unabakia na maumivu ambayo hauwezi kuyatibu. Unabakia na ngeu ambazo haziponyeki. Unakuwa ni mtu wa manunguniko, unaanza kunungunika. Ukifika kwenye middle age, ukifika kwenye umri wa kati, badala ya kuendea kiti chako cha utukufu, unaanza kunungunika. Kama haujayashinda matatizo ya familia ya kwenu, achana na matatizo ya ndugu zako. Haujaweza kusomesha watoto wako ukamaliza, achana na watoto wa ndugu yako. Kama ndugu yako anaelewa, msaidie. Kama ndugu yako haelewi, achana naye. Yaani hakuna mtu ambaye ana nafasi ya Mungu kwenye maisha yako. Ukifanya jambo kwa ndugu zako, mara nyingi huwa unatarajia watakuja kusaidia familia. Unamsaidia mtoto wa dada yako, wa kaka yako, wa mjomba wako, binamu yako. Siku akifanikiwa, hata mama yake na baba yake na ndugu zake hawasaidii. Acha wewe. Anapata hela, anakaa huko mjini. Kwa hiyo niwaeleze wana wa Mungu, unapokuwa hujaokoka, haya yote yanakaa mbali na wewe. Unaishi kama kiumbe huru. Mtu ambaye hajaokoka. Kwa nini walokole ni maskini kuliko watu wengine? Kwa nini watu waliookoka huwa wanapata shida sana kuvipata vitu kuliko watu wengine? Ukienda kule stendi ndogo, ukihesabu saluni 10, 9 ni za wapagani. Ukienda stendi kubwa, ukahesabu maduka 20, 2 au 1 ndio la mlokole. Tena mlokole anayechechemea. Ukiona mabasi yanapita, ukihesabu mabasi 100, 2 labda ndio ya mlokole. Unapookoka, unapoanza kumtegemea Mungu, ulimwengu wa roho unakutaka
uwe mkamilifu. Na tunaposema wakamilifu, walokole waga wanakimbilia dhambi. Wanasema ukishakuwa, ngoja nikueleze, na hiki ndicho kinachotutesa zaidi. Maana unajitafuta dhambi unakosa. Unatafuta mahali umekosea unakosa. Unatubu dhambi mpaka zote zinaisha. Lakini kila ukijaribu kufanya, unaenda mlimani Sakila, ukiteremka ndio biashara inafungwa. Kuna vitu ambavyo watu wamevisahau kwenye uwanja wa nini? Wa vita. Watu wengi, walokole wengi, hatuna ufahamu juu ya uwanja wa nini? Wa vita. Tunaishi kama watu nimekuambia, mapokezi yaliyotupokea kwa Yesu yalitupotosha. Tulikuja kwa Yesu, tumepokelewa kama kwa daktari. Yesu ni mponyaji, atakuponya. Yesu atakufanya hivi. Kwa tumekuja kwa daktari na nesi. Kwa hiyo unajua nesi agombezagi mgonjwa. Lakini tunasahau tukisha pona magonjwa yetu, tunakutana, tunaenda vitani. Ni sawa na umejisajili kwenye barracks ya jeshi. Lazima ujifunze kuendesha vifaru. Lazima ujifunze kuendesha manuari za kiroho. Ukizama chini ya maji ujue ukienda mita 100 chini unakaakaaje. Lazima ujifunze kuruka kiroho, uwe najua namna ya kurusha ndege za kiroho. Lazima ujue viwanja vya vita, unampigaje adui. Haleluya! Ukishindwa kujua maombi na ukishindwa kujua vita, unaomba maombi, Baba, yale maombi ya kisichana nasemaga, asante Bwana Yesu, unajua umeniokoa Bwana. Mimi unajua Bwana, watoto wangu watafaulu Bwana, wanaleta 0 tu. Unajua Baba, mume wangu Bwana atafanikiwa Bwana. Huko anakoenda Yesu, shika miguu yake, anapokanyaga ukanyage pamoja na yeye. Akiinua kushoto na wewe uweke kushoto. Akiinua kulia na wewe uweke kulia. Asante Bwana kwa jina la Yesu. Amen. Napokea. Unatoa na sadaka kabisa, unangoja mwaka unapita pap. Yaani mwaka ni imeenda 25, 24, 22, 23. Unaanza kuinua meno tu. Unapookoka, unapokuwa kwa Yesu, moja kati ya kitu cha kujifunza ni mbinu katika uwanja wa vita. Wapendwa ni wavivu, hawataki kupigana vita. Wanapenda kupetiwa, na injili ya kupetiwa inaendelea. Ndio maana shika vazi la mtume, toa tu sadaka. Ingekuwa hivyo, hakuna mtu angekuwa na matatizo. Hakuna mtu angekuwa na shida. Kuna roho, kuna pepo ziko hapa. Baba yako alikukabidhi, babu yenu aliwakabidhi. Unapoamka, unajua unapookoka unapewa uwezo. Kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 1 mstari wa 12. Biblia inasema wote waliompokea Kristo aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Hawakufanyika watoto wa Mungu, walipewa uwezo wa kufanyika watoto, wana. Sasa watu wanasema, unajua ukishazaliwa mara ya pili una tena shida. Ni sawa. Theoretically, unapookoka, unapokuwa umempa Yesu maisha, wewe automatically ni kiumbe wa mbinguni, lakini mwili unakaa hapa duniani. Mtu ni roho, anayo nafsi, anaishi katika nini? Mwili. Ukiokoka, wewe roho ni mwana wa Mungu, mwili unakaa duniani. Unapokuwa umempa Yesu maisha, anayezaliwa mara ya pili sio mwili huu. Anayezaliwa mara ya pili ni roho. Mwili na vitu vyote vinavyoambatana na mwili viliwekwa utumwani. Maana yake roho inabidi sasa ipigane vita, ikavikomboe vitu vya mwili ambavyo vilishikiliwa na shetani kihalali katika ulimwengu wa giza. Narudia, mtu unapookoka, wewe unaokoka, unazaliwa mara ya pili. Mtu ni roho ambaye roho yako inaokoka, inazaliwa mara ya pili, inapewa uwezo wa kuingia kwenye ulimwengu wa roho na kumkamata shetani na kumnyang'anya vitu alivyoviiba kutoka kwenye ulimwengu wa roho na kuvitoa, ili uvize kuvileta vilivyo kwenye ulimwengu wa roho vije kwenye ulimwengu wa mwili wako, ili huu mwili upate kuvimiliki na kuvitawala. Sasa ukisema yote yamekwisha, ndiyo yalikwisha, lakini aliyeiba ni nani? Zakayo aliokoka, akasema narudisha mara 4. Kwa nini? Roho iliokoka, lakini vitu havijaokoka bado. Yaani lazima kwenye uwanja wa vita ujifunze namna ya kuvileta vitu vilivyoibiwa na shetani, vilivyoliwa na papare na madumadu, virejee. Vile vilivyowekwa kwenye mikataba unavitoa, unaenda kwenye ulimwengu wa roho, unamwambia sikiliza shetani, Biblia inasema mimi ni Bwana Mungu wako, ninawapatiliza maovu ya baba zao, kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha 4. Okay, lakini pia ninawarehemu maelfu wanipendao na kuzishika sheria zangu. Mimi ninampenda Bwana, nashika sheria ya Bwana, natembea na Bwana. Una mamlaka na afya yangu, una mamlaka na mume wangu, una mamlaka na watoto wangu, una mamlaka na uchumi wangu, una mamlaka na ndoa yangu, una mamlaka na elimu yangu. Sikia neno la Bwana, asema Bwana. Haleluya! Lakini ukiomba maombi ya kidada, asante Bwana Yesu, unajua Baba umesema nikishaota matiti nitaolewa. Utakaa sana, utakaa, utajipamba, utavaa vizuri, utaangalia hivi, mimi jamani huaga na shida. Unajua na wadada, mdada anajiangaliaga, anajiuliza hivi, mimi huaga na shida gani? Mbona sichumbiwi? Sikia, kinachoolewa sio mwili huo.
ni uwezo ulionao katika ulimwengu wa roho. Tunatokaje? Waamuzi mlango wa 6 mstari wa 7 ndio mahali dawa ilipo. Mstari wa 7 anasema, kisha ikawa hapo wana wa Israeli walipomlilia Bwana kwa sababu ya Wamidiani. Dawa ya kwanza ni kuona mzigo, ni kuliona tatizo na kujua mkombozi na mtunzaji na mtatuzi wa tatizo hilo ni Bwana. Kuna watu wako hapa wana matatizo hawajawahi kuyaona ni matatizo. Alafu kati ya wale ambao hawaangaliagi na kuyaona matatizo yao ni vijana, ni watoto, ni watu ambao wamezaliwa kwenye nyumba ambazo sasa baba na mama wameokoka. Wao wanaona kila kitu kimeisha. Kila mtu unayemuona anaishi, kuna vita anapigana nayo na hajaimaliza. Kuna vita mimi sijamalizana nayo, na hiyo vita haimaanishi itakusamehe. Kwani mwanangu, mimi nina ndege, mimi nina gorofa? Basi kwa kuwa sijajenga gorofa, ili wewe ujenge gorofa lazima upigane sana. Ukikuwa baadaye unamfuata baba yako chini chini, unamuuliza baba, ulioa harusi? Atakwambia hapana. Unamuuliza mama, hivi uliolewa harusi? Sasa hapana. Mbona ulikuja kuvaa harusi? Naona kabisa kwenye harusi yako mimi nimesimama hapa pembeni, ilikuwaje? Sasa mwanangu, niliolewa kwa jumla. Yaani harusi ilikuja baadaye. Kwa unajua hiyo ni assignment unayo. Na wewe ukifanya mchezo utaolewa kama kiroba cha nini? Cha mchele. Kwa hiyo ni vizuri unaanza kupambana mashetani yanayozuia ndoa. Nani naongea naye aseme amina? Kama kuna mdada naongea naye aseme amina. Kama kuna msichana naongea naye aseme amina. Aje bwana asema sana, mimi najua baba yangu na mama wameokoka. Muulize vizuri, aliolewa harusi mama yako? Unajua mimi ni mrembo nini na nini, unashangaa umejiombea kwa mwanamume. Mdada kabisa, nimekuja hapa na leo siondoki. Yaani nashangaza, eti siondoki mimi, siondoki. Naondoka siondoki. Yaani wewe kaka, leo mimi siondoki. Nimekaa hapa siondoki. Unajiuliza kitu gani? Yaani mimi nimewahi kwenda, nimeendaga kwa dada mmoja. Yaani iliniuma hiyo roho mpaka leo namwambiaga mama Bishop. Kuna kasichana kangu Moria ya zamani Mirerani, kalikuwa karembo. Unajua mrembo? Mdada mrembo. Mpaka unajiuliza huyu dada ni mama yake ni huyu na baba yake? Ndio. Tukatoka mama analia ui kajamaa kamemuoa. Hako kajamaa hapa usoni kama kalipigwa na frampeni papo. Alafu meno huko hayapo. Kanaongea lakini kamepata hela ya madini. Yaani nikasema nilipomwona wewe bwana nikaingia ndani. Niko mimi na mama yake na nani, tukaingia. Nikakuta kasichana kamevaa kanga, kamefunga kanga, kamelala hapo kitandani. Yaani maana kababa na hela, amenunua kitanda kikubwa kirefu hivi, yaani na kuna shuka na mto. Yaani ukikaangalia nikakaambia mwanangu, umekosa. Kana miaka kama 17, 18, karembo. Baba, kwa kweli nampenda Yesu, lakini sasa namuuliza kababa, wewe kwa nini hujui huyu? Hujui ni mtoto wa shule? Baba alikuja mwenyewe akasema siondoki. Amekataa, siondoki. Hiyo ni assignment. Mguse kama umekana, mguse mwambie hiyo ni assignment yako. Mwambie unafikiria walikosea, ni roho, yani ni pepo kabisa, ni roho ambazo ni limitation, zinaitwa spiritual limitation. Si kuna wao ukifikia wa umri unashangaa kadada kako form 2 kameanza umalaya, unakasaidia katoto kako. Unakasaidia hakataki, unakachapa fimbo ndio Ukiona mtu anafanya matambiko na mila, hajamjua Mungu. Hata kama anajiita nani. Yaani unakuta ati askofu na mchungaji wanakaa na wazee wa mila, unajua tunakaa hapa sisi tunashirikiana kwa mema na mabaya. Wapi? Yapi? Giza na kuna shirika gani kati ya Beliali? Kuna shirika gani kati ya giza na nuru? Hawa ni wana wa Mungu. Ni sawa na mimi hapa mnanikuta mimi msikitini na mimi nimevaa kanzu, nimevaa kofia, natoa pale hotuba, niko msikitini. Alafu kesho kutwa Jumapili na shehe tena imamu anakuja hapa na hivi vinaendana. Maji na moto si vyote vina kazi. Moto si unapika, lakini na maji si yanapika. Lakini kila kimoja kina nini? Kina kazi yake na kikae mahali pake. Huna haja ya kujenga chuki, lakini huna haja ya ushirika. Nasema huna haja ya kujenga chuki na watu wa mila, lakini huna haja kuwa na ushirika. Lazima hiyo hasira iwake kuanzia ndani. Nasema hiyo hasira lazima ikae kuanzia ndani. Moyo wa kuichukia miungu lazima ikae ndani. Lazima izaliwe ndani.